Cha kwanza utakuwa na upendo kwa wenzako. Majeshi ya kigeni inakataa upendo. Inakataa upendo. Majeshi ya kigeni inakaribisha mkorogano, kutukana, kujipenda. Inakaribisha yale yote matatizo ya nani, ya Ibilisi. Ndio kazi ya majeshi ya kigeni. Lakini wenzetu wameyakimbiza yale majeshi ya wageni, na ni lazima wewe kimbia uyakimbize ile majeshi ya wageni. Yasikudhibiti wewe. Usidhibitiwe na majeshi ya kigeni. Usidhibitiwe na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Dhambi isikudhibiti na majeshi ya kigeni. Soma Samueli wa kwanza 17:51. Walipomwona Goliathi amefanya nini? Amekufa. Wote wakakimbia. Wakapigwa na kijana Daudi. Kijana mdogo tena mwenye sura nzuri. Na aliyemwona mwenye sura nzuri ni Goliathi. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Lakini wakati alipojiandaa aende vitani, amevikwa silaha za kigeni. Daudi akavikwa silaha za nini? Za kigeni. Alizivikwa na nani? Na Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Sauli akamvika Daudi zile silaha za kigeni. Lakini Daudi alipojaribu kutembea na zile silaha akajiona ni mzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbakalo etuko mwana mabimanyema. Mabimikonyema. Mabi. Lakini wati inu manu mabi watimano. Tuli mwinganya ni wanyema. Daudi alijiona ni mzito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia Sauli, mimi siwezi enda na vitu hivi. Ndio. Ni lazima afanye nini? Kuviondoa. Niviondoe. Akafanya nini? Akavivua. Bwana Yesu asifiwe kita. Amen. Ikawa sehemu ya kwanza ya ushindi wa nani? Wa Daudi. Kwa sababu kabla ya kwenda kupigana na shujaa, ameyavua ile yote majeshi na ile yote zile zote silaha za nini? Za kigeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikanisa tuli mapambano washitoe bwana ukaigana enu wate kanisa kama ukaribisha majeshi kama ukaribisha silaha za kigeni. Wana watayo etu toshi emanyanga Yesu ale na watai upi unayevaa ni nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi akafanya nini? Akavivua. Na Mungu wako chini Daudi. Ya kwanza hili yungwa au ametangi bwana. Ai yungwa yua. Akaenda akakutana na shujaa Goliath. Akakutana na shujaa Goliath. Goliath alipomwona Daudi, kwanza mmoja alimdharau. Goliath akamdharau Daudi. Akasema wewe kijana nzuri. Alimdharau lakini akaona uzuri wa nani? Wa Daudi. Ndio. Ukiwa Mkristo, ukiwa ndani ya Yesu, wapagani watakuona wewe unapendeza. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupendeze ndani ya nani? Ya Kristo. Tupendeze ndani ya Yesu. Mabinti, tupendeze ndani ya nani? Ya Yesu. Ukiwa binti mwenye kuwa ndani ya Yesu, hakika utakuwa binti unayependeza. Hata familia, wazazi watakuona unapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miki wale watu kwa ngombe mimi na oloshiki. Nayo kunda mwana wa benibe. Basa shibala baba mwana wa eta wapendeza. Hivi watereta so ya fulani hali. Bwana Yesu asifiwe. Mabiti, tupendeze ndani ya Yesu. Tusipendeze kidunia. Tusipendeze tuone na dunia. Tuko kwenye mapambano.
tunapambana na nguvu za ibilisi, na ni lazima ufanye nini? Ushinde. Unaambiwa ufanye nini? Ushinde. Usikubali ibilisi akushinde. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali, pambana. Mwanajeshi ni lazima kufanya nini? Kupambana. Na ndio maana utasema nimejipiga vita vilivyo vizuri, mwenendo nimeumaliza, imani nimefanya nini? Nimeilinda. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoenda kupigana na Goliathi, moja kwa moja Daudi akapata ushindi. Kilichomtuma ushindi wa Daudi ni kuzivua silaha za Sauli. Ni kuzivua silaha za Sauli. Wana kanisa wadama irizi wadaringe tusimwona Yesu romo lusuku. Hakika yote ya Mungu hautamwona Yesu. Tusimwona Yesu. Nile pastor ni kwate. Nile fulani kanisa ni kwate. Hautamwona Yesu. Hautamwona Yesu. Mimi nakuwaka na mausia ya mchungaji mmoja wangu, mimi mzee wangu mchungaji Reverend Pastor Seretanda alikuwa akiitwa Kiangaliton. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanaomfahamu hapa ni wiki huu. Bwana Yesu asifiwe. Ale Kiangaliton ayo wewe naomba mtoto ile kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ana mwenu ambondo ni mzalo mto acho ile kwa nani na Mungu. Abachanje bwana. Ngambela ayo enwa sila konda. Sila bali ni elo mwanue ni mwiketa banue usande school. Hana mbela hiyo. Nata ikufaka mana akili roho lusuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Na tangia siku ile mimi sikuwake na kumbukumbu kwenye Ukristo wangu nilindwe na kitu fulani tofauti na kulindwa na Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Lakini ukubali. Wewe kama vile Kristo ukubali. Kwa sababu utafanywa kama nini? Takataka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema utafanywa kama takataka ila umpendeze nani? Mungu. Randevu wapi? Mbinguni. Ndio Biblia inasema. Wale wenyewe wanakuambia wewe ni mlozi, mwambie randevu mbinguni. Randevu wapi? Mbinguni. Mimi napigania vita vyangu nifike wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Randevu mbinguni. Tutaonana. Huyu si alisema mimi ni ule mwenyewe niambia huyu ni mlozi huyu. Ule mama iko wapi? Tutaanza kumtafuta sasa kule mbinguni. Iko wapi ule mama aliyeniambia ni mlozi huko mbinguni? Kusikia kwenye ziwa la nini? La moto. Kwa nini aende motoni? Na alisema yeye ni wa haki. Na ndio maana nimesema li angwa mwana wa mwana. Obi angwa to ete tuwi ete. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Na kama wakikwambia wewe ni mlozi, na kama wewe hakika ni mlozi, leta tutaunguza. Achana na mzigo huo. Achana na mzigo huo. Usikufanye wewe kuwa mzito. Usikufanye wewe kuwa mzito. Leta tutaunguza. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Tunaenda na neno la mwisho. Tunamaliza. Tunaenda na neno la mwisho. Ninasema watakaoshinda vita watapata nini? Wale watakaoshinda vita hivi vya dunia, wale watakuwa mashujaa ambao wamelinda imani, wamelinda mwenendo, wamelinda imani, wakawa wameshinda ulimwengu. Watapokea. Bwana Yesu asifiwe. Watapokea. Hautapokea kwa sababu wewe ni mchungaji. Mambo nale na leo ikaanga na makanisa mpastere. Wewe tusikaange.
Oka anyabala baso ayabumitima. Bwana Yesu asifiwe. Hata mapastari wataenda wapi motoni? Hata wachungaji wataenda wapi? Motoni. Kama kupambana vizuri, kama amelindwa na nguvu za shetani, ataenda wapi? Motoni. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Uwe mchungaji na ukubali hakika mimi uchungaji wangu unalindwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mzee alikuwa anasema kila neno. Alikuwa anaongea kila neno. Hakutuacha na deni. Mzee hakuacha deni. Bwana Yesu asifiwe. Deni. Mauta mawe. Mauta mawe. Unasikia una sauti? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina sauti kubwa. Si mnaisikia?